hili ambalo tunalizungumza lina mzizi mkubwa sana kwenye mjadala wa masuala ya kisiasa ambayo yanakwenda kuleta maendeleo kwa taifa letu, na hali ya vijana wengi kujitokeza kuchukua fomu inaweza ikawa inaleta picha nzuri kwamba tumekuwa kwa sababu ukitafakari miaka kadhaa nyuma katika makuzi yetu, wengi sana walikuwa wakiamini siasa ni uongo. Uongo tu, unaelewa. Na nadhani ni kwa sababu ya matunda yake kwa vijana hao. Lakini pia natafakari kwamba elimu pia ilikuwa haipo ya kutosha na ushirikishwaji wa kutosha kwa umma. Na ndio maana ilikuwa mwanasiasa akipita uraiani anapewa heshima kubwa mno kwa sababu inaonekana huyu sasa ndiye taifa. Umeelewa? Tofauti na misingi tulionayo leo. Vile vile ushiriki wa vijana wengi unatupa picha kwamba sasa kuna nafasi ya mageuzi na kwenda kufanyika. Kama tulikuwa tukiwaona wazee peke yao ama watu wenye umri ulioenda ndio wanashiriki kule katika siasa, na hii ilikuwa na dhana ya Kiafrika. Kwa nini nasema dhana ya Kiafrika? Watu naamini maamuzi bora yanafanyika na watu wazima. Kwa kulikuwa na nafasi kubwa ya mtu mzima kuaminika kwenye jamii kwamba huyu atafanya maamuzi sahihi kwa ajili ya jamii yake. Na ndio pale tunaposema palipo na wazee pana baraka. Sasa vijana wanapokwenda kushiriki, na maana vijana wanakwenda kuchukua nafasi za wale wazee ama nafasi za wale wenye umri uliozidi. Kwa hiyo kuna picha nzuri ya kwamba sisi vijana ama wale vijana sasa wamekuwa watu wazima ama wamekuwa na fikra tunduizi ambazo zinaweza kuleta mafanikio kwenye maendeleo. Lakini kujitokeza kwa vijana wengi kuwania nafasi hizi haimaanishi moja kwa moja kuwa watapata nafasi, kwa sababu kuna mambo kadhaa ambayo yanaathiri safari za kisiasa za vijana hao. Nilikuwa nimeandaa hapa 3, nitaongeza nyingine ya mwisho. Kuna uamuzi wa chama ambako vyama vya siasa vina mamlaka makubwa katika uteuzi wa mgombea. Hata kama kijana amejitokeza kwa nguvu na ana uungwaji mkono wa jamii, bado kamati kuu ya chama inaweza kumpitisha au kumuondoa kwa sababu zisizo wazi kwa umma. Haina haja ya kueleza wazi kwamba kwa nini tumemuondoa. Na tuna wasiwasi kwamba upatikanaji wa haki katika hizi nafasi ambazo zinatolewa ama zinaweza kuamuliwa na kamati pia na zenyewe ziko fair. Nitamnukuu mwenyekiti wa UVCCM taifa. Unamfahamu huyu kijana? Wakati sakata la Gwajima lilipoanza kugwajimaizi taifa, alitoa kauli kwamba hata ndani ya mchakato wa kura za maoni Gwajima alipendelewa. Hii ilionyesha dhahiri kwamba hata huko ndani bado hakuna haki. Kwa hiyo si kila anayekwenda pale na akapigiwa kura hata ndani ya kura za maoni inawezekana akatoka pale kwa haki. Inawezekana pia akatoka kwa zongwe, nani anaweza kuwa nani hawezi kuwa. Kwa bado kuwepo kwa vijana wengi kugombea ama wengi kujitokeza msimu huu haumaanishi ndio kuna usawa kwenye swala la kuhitaji nafasi ama vijana kupewa nafasi zaidi. Lakini pili, mara nyingi uteuzi hufuata vigezo vya uzoefu. Unaenda kugombea wewe ni kama nani? Una ukomavu wa kisiasa. Vigezo vinakuwa ni vya chama ama ni vya kawaida? Na mimi nikiwa narudi sasa kwenye hapa nazungumza uamuzi wa chama. Na hii ni hoja ya pili kutoka ile hoja ya kwanza ya kamati kuu ya chama ambayo inaweza kumpitisha mtu au kumuondoa. Lakini pia uteuzi hufuata vigezo vya uzoefu. Na rejea hiyo kauli yangu kwamba wewe una ukomavu kiasi gani wa kisiasa. Kwa mfano una nafasi kubwa, naamini hivyo, una nafasi kubwa sana ya kuwa kiongozi ama kupata uteuzi kutoka katika kamati kuu endapo kama katika mchakato wa makuzi ya chama ulikuwemo. Mfano leo akina Kaila wale unaelewa, mtoto wa Sheta, jinsi ambavyo namtolea mfano, utanisamehe Sheta na wengineo ambao mtakerekwa na hilo. Kama na nyinyi mna watoto wenu tutawataja, lakini pia na wanangu pia wanaweza wakatajwa kama wangekuepo. Ule mchakato wa makuzi kwamba ulikuwa nani, umekuwa huko ndani ya UVCCM mpaka hapa ulipo, una utambuzi wa moja kwa moja juu ya chama chako, misimamo yake, itikadi zake, na ukomavu wa kisiasa unakuja kutokana na hilo. Kwa hiyo hata ukaribu wa uongozi wa juu, mambo ambayo vijana wengi bado hawana kati ya wale ambao tumewaona sasa wanakwenda kugombea ama wamekwenda kuchukua fomu na kutia nia. Yamkini wanataka attention fulani, hatuwezi kujua misimamo yao katika maisha ya kawaida, labda wanataka attention kibiashara ama katika mitandao na mingineyo. Sisi hatusemi. Mfano kama Mwijaku
naweza nikatania kusema hivyo, inawezekana nataka hiyo attention, au labda kwa sababu amemuona ndugu yake Baba Levo naye kachukua fomu huko. Aha, kwa kuweka sawa sasa. Kwa mujibu wa Chama cha Mapinduzi kwa mwaka huu kwa wagombea wake, pamoja na kwamba unatakiwa uwe na sifa ya kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini unatakiwa uwe ni mtu ambaye umetosheka na usiwe mtu ambaye umetawaliwa na tamaa. Hizo ni sifa zingine ndani ya chama. Kwenye chama, kwenye chama, yes. Unatakiwa uwe ni mtu ambaye unapenda kueneza matunda ya uhuru kwa wananchi wote kwa ajili ya manufaa yao na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Na ya tatu wamesema ni awe na sifa nyingine kama ambazo zimewekwa kwenye kanuni ambazo zinahusika kwenye chama wakati unaenda kuchukua fomu. Yaani hapa nimechukua, hii ni ratiba ya uteuzi wa wagombea wa Chama cha Mapinduzi, nafasi ya ubunge, uwakilishi, udiwani, wakata na viti maalum, mchakato wa ndani kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa hiyo sifa ambazo wameziweka zipo hapo. Ukizungumza swala la kutosheka ni utosheke, si swala la kucheka, lakini wengi kati ya wanaoenda ni kwa sababu wanataka kule ndio wakatosheke, hawajatosheka na kidogo walicho nacho, kwa hiyo wanataka wakaongezeke. Wengi sana bana, wasitutanie. Lakini nisiwasemei ya moyoni, unasema huwezi kusemea moyo. Miaka mingi sana vijana kama nilivyosema hawakupewa nafasi kwa sababu walikuwa wanaonekana bado. Yaani wazee wanakuona kama wewe bado una muda wa kucheza bado. Yaani wewe huwezi kulipambania taifa, hebu pigana. Ndio hayo. Ndio misingi ya misimamo hiyo. Kwa sababu kutosheka huwa hakuji mara moja. Na kadri unavyozidi kuyatafuta mafanikio ndivyo yanavyokupa hamasa ya kutafuta zaidi. Sasa ukizungumza kutosheka, unapaswa kutoa tafsiri yake, kutosheka na nini? Na maana huna imani kwamba kila atakayekuja atasimamia maslahi ya wananchi, kila atakayekuja atataka fedha. Ndio tafsiri ya hiyo neno kwa vijana. Lakini anyways, mimi naendelee kukupa baadhi ya maeneo ambayo hebu nipe kwa ufupi ili na mimi nitie neno. Unatamani utie neno? Natamani yeke neno hapo. Acha nikurejeshe kwenye kugombea hakupi nafasi ya kushinda. Lakini wewe ni nani na unagombea nini? Kwa ridhaa ya nani unaweza kupata nafasi ya kushinda? Nilitoa nafasi ya kwanza kwamba kujitokeza kumaanisha umeshinda kwa kuangalia msimamo mmoja ambao ulikuwa ni uamuzi wa chama, lakini pia kuna hisani ya chama na kuna uwezekano wa vijana kupata nafasi kwa hisani ya chama, hasa kama chama kinataka kuonesha kuwa kinajali kizazi kipya. Sina nielewa kwamba bwana tunataka labda vijana, tunataka vijana, lakini bado katika hisani hiyo kunaweza kujitokeza kwa njia mbalimbali ambazo nilizitamka awali pale: kupendelewa, kuteuliwa moja kwa moja, ama kampeni za taswira. Na ninaposema kampeni za taswira, yamkini likaa neno ambalo lina utata ama haliwezi kueleweka moja kwa moja, ni kwamba chama kinaweza kutumia vijana ili kuonekana kinabadilika. Hata kama hawana ushawishi wa kweli wa kuweza kutusua na kufikia ama kuchaguliwa, kikawatengeneza. Natumia hii neno kwa tahadhari. Wakati wa kampeni za mwaka 2020 kulikuwa na kauli kwa kiongozi alikuwa akiwania nafasi ya urais akisema nipeni Gwajima ama nipeni fulani. Sawa, lakini ukiachilia mbali kauli hiyo, anasema msiponiletea huyu maendeleo hamtapata. Sinaelewa. Zilikuwa ni kauli ambazo zinalazimisha, na wabunge wengi kati ya ambao ndo bunge letu limefungwa hapa karibuni, wengi walienda kwa gia hiyo. Hawakuenda kwa sababu ya nguvu yao. Wengi sana ukitafakari, na tathmini yangu inanieleza hivyo, wengi walienda kwa jina la fulani kapita ama fulani kasema. Kwa hiyo vile vile chama kinaweza kutengeneza taswira kwamba sisi tunabadilika, hatutaki wazee, tunakwenda kutumia vijana, ama tunataka wanawake washiriki katika uchaguzi. Kwa wakatumia gia hiyo ili kuwaweka katika nafasi wanawake ama vijana front ili kuweza kupata ridhaa ya wao kuongoza. Kwa hiyo hisani ya chama ikatumika katika masuala ya kampeni kwa kuwatanguliza vijana. Kwa hiyo sidhani kama kujitokeza kwa wingi kwa vijana na wengineo kunaweza kukapa fursa. Lakini inaweza ikawa ni nafasi ya kwamba tumeruhusu nafasi. Kama ameshindwa akashindwa yeye, lakini tunajua mchakato ni mrefu. Naam. Ukiachilia mbali jambo hilo, kwa mfano kuna changamoto za kifedha. Kuna wakati fulani Mchungaji Msigwa alishawahi kunukuliwa
kwamba katika kampeni zake, na hasa nikizungumzia uchaguzi wa mwaka 2015 kwenda mbele, baada ya hapo ilionekana kwamba katika kampeni kuna matumizi ya zaidi ya milioni 400 ambazo unatakiwa uwe nazo ili uweze kufikia hatua ya wewe kuchaguliwa kuwa fulani. Na ukiachilia mbali hilo, kwa mfano niko na maeneo nimeainisha baadhi ya gharama chache tu ambazo unaweza kutumia ili uweze kufanikisha mchakato wako wa uchaguzi. Mfano, mwaka 2010 hapa nazungumza kwa aliyekuwa mbunge wa Kigoma Kusini kupitia chama cha NCCR Mageuzi, David Kafudila. Alisema kuna mambo mawili ya msingi kabla mtu yeyote hajaingia bungeni: mtaji wa rasilimali watu na ule wa fedha. Mwaka 2010 yeye alitumia shilingi milioni 7 kutoka mfukoni kwake, milioni 7. Gharama nyingine wananchi walimsaidia, walimpa magari na mafuta pia. Sasa hawa wanategemeana, inawezekana ndio wakawa wafanya biashara na wasema kaka, ukikaa pale usiniache, utukumbuke katika ufarume wako. Alafu nategemea huyu aje kuwa kiongozi wa haki kwa wananchi. Lakini pia walimsaidia vipeperushi na fulana ambavyo unatakiwa uvigharamie. Unatakiwa anasema gharama ziliongezeka mwaka jana, sawa, ambako alitumia shilingi milioni 60 baada ya wadhamini wake kuamini kuwa mwaka jana upi anaweza kutoka 2010 2015. Naam, tunanielewa. Kwa alitumia shilingi milioni 60 baada ya wadhamini wake kuamini kwamba anaweza kulipia mwenyewe. Kwa pamoja na haya yote, utakumbuka kwamba unatakiwa uwe na kamati ya uchaguzi ambayo hii inatakiwa itie kambi sehemu, wale uwe na hilo eneo, ndo uwe na pesa za kuandaa mikutano, kukodisha vyombo na vinginevyo. Sio rahisi kwa kijana yoyote kuchukua nafasi ya kwenda kugombea ubunge kama hana udhamini wa namna hii. Unaelewa? Kwa hiyo hakumpi nafasi kila alichukua fomu kwenda kushinda. Tusipate mashaka sana kwenye nani kachukua, nani hajachukua fomu, nani ameomba ridhaa, nani ana hisani gani. Naam, unataka kuongeza jambo? Mimi wakati unazungumza lazima tujue kwamba ubunge sio kitu cha kawaida. Ndio. Umeona? Ni cha kawaida. Nisikilize kwanza, nimekusikia umewasilisha hoja zako. Kwa hiyo nisikilize na mimi. Sawa. Sio kitu kwamba ambacho kila mmoja ana uwezo wa kufanya, japo vigezo vyake vinaweza ikawa ni darasa la 7, inaweza ikawa ni nini na nini. Lakini ufahamu kwamba unaenda kwenye jimbo ambalo kwenye hilo jimbo ina kata za kutosha tu. Kwa hiyo ukisema kwamba uavoid gharama na kadhalika, ni kitu ambacho kwa kweli kitakuia ngumu. Yaani ni lazima kwanza wewe mwenyewe uwe financially stable. Umeona? Uwe yani kwenye swala la uchumi, yani kwenye kiuchumi uwe na wewe vizuri. Kwa sababu ni ukweli, ni lazima utahitaji kutembea kata kwa kata. Sawa. Lakini kweli ni lazima kweli uhitaji watu. Ndio tunasema kuna wale ambao wanaitwa manager campaign, of which sio kwamba eti inatokea tu kwa mtu mmoja, ni kila mtu anayo hiyo. Hata kwenye nafasi watu wengine ambao wanagombea labda ni za ndani, wanakuwa wanakamatia hata kwenye vyama vingine ambavyo tunaviona vya kawaida. Ni lazima uwe una watu, na hao watu ni lazima uhakikishe kwamba una mtaji wa pesa wa kuwapatia hao watu kwa ajili ya hao watu kutimiza shughuli zao ambazo zitakusaidia wewe kupiga hatua moja kwenda huko ambapo unataka. Lakini hiyo ni issue ya mwisho. Kwa sababu hiyo ambayo tunaisemea hapo ni issue ya mwisho kabisa, ambapo pia chama ni lazima kikuunge mkono. Kwa mfano, leo hii umeingia kwenye mchakato, labda michakato ambavyo tunaiona sasa, michakato labda ya vyama tofauti. Umeshafika kwenye halmashauri kuu, kama ni ubunge, halmashauri kuu ameshakupitisha kwamba Alfred utaenda kugombea jimbo la Lindi mjini. Lazima pia na chama kinakuwa kiko nyuma yako. Akiwezi kikasema kwamba okay, sasa Alfred wewe uwe na milioni 30 ndo uwe tuende tukakufanyia. Hapana. Chama na chenyewe kinataka kihakikishe kwamba kimebeba nafasi ama kimechukua kiti kwenye jimbo husika. Kwa hiyo chama na chenyewe kinakuwa nyuma yako, kama si mbele yako kukuongoza, kukupangia mikutano na kadhalika. Kwa hiyo kwenye issue ya pesa, mimi naamini ni kwenye michakato hii ya awali ya kuhakikisha kwamba ndani
ndani kwenye kuwaomba wajumbe nafasi, wewe umejipanga vipi? Wewe na timu yako namna gani utaweza kushawishi wajumbe kukuona kwamba wewe unastahili hiyo nafasi tofauti na mwingine? Kwa hiyo kwenye issue hiyo labda vijana wajue huo ni mchakato wa ndani, lakini inapofika mwishoni, mchakato wa mwisho, lazima chama kinakuwa kiko na wewe, kwa sababu vyama vinapambana kukamatia kiti kwenye jimbo husika. Kwa hiyo hauwezi ukaniambia kwamba unatumia hizo pesa mwenyewe milioni 60, kwa mfano natolea mfano wa Kafulila, sio? Milioni 60, na alikuwa mbunge wa Chadema kama sikosei. Milioni 60 unaitumia wewe mwenyewe, chama hakijaingiza hapo hata kama hicho chama hakitakuwa serious na wala hakitakuwa kinahitaji nafasi kwenye jimbo husika. Kwa hiyo inapofika mchakato wa mwisho, huwa ni issue ya chama. Sasa tukirudi kwa upande tulikuwa tunazungumzia kwa upande wa vijana kujitokeza kuchukua hizi nafasi na kuondoa yale mawazo mgando kwamba wazendo wanaweza. Mimi binafsi yangu nimependa sasa hivi mambo ambayo yanaendelea, kwa sababu ukiangalia kwa mujibu wa sensa mwaka 2022 vijana Tanzania tuna asilimia kubwa almost 30 ya watu wote Tanzania ni vijana. Kwa ukiangalia na hizo 30 ni mamilioni ya kutosha hapo. Tofauti hata na wazee ambao wako sijui 3%, sijui asilimia ngapi. Kwa ukiangalia bado vijana wana nafasi, lakini baadhi ya vijana ambao tumewaona wakishikilia hizi nafasi still wameonyesha performance yao, sio wote, naomba hapa nieleweke, sio wote, performance yao wameionyesha ni ya kiwango cha chini. Performance yao ni ya kiwango cha chini. Kwa mfano ulikuwa unamzungumzia nani ule ambaye alitoka hadharani na kuzungumza, alikuwa akimzungumzia Gwajima, si ndio? Akasema kwanza wewe tulikupitisha nini sijui, au kupita. Umeona? Haukupita, tulikupitisha tu, wananchi walikuwa hawakukubali, lakini haukutimiza zile ahadi zako. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba sidhani kama ingekuwa ni mzee wangu, let's say Wasira, ama tuseme mzee wetu yule wa Newala, nani yule? Sijui nani yule waziri wa kazi maalum, angeweza kutoka hadharani na kuweza kutweet kitu cha ndani kabisa kama hicho. Kwa hiyo kutokana na hilo tukajua kumbe Gwajima hakupita, alipewa tu. Kumbe Gwajima hata kwenyewe hajielewi ni kitu gani ambacho anakifanya. So performance ya vijana ndo ambayo inawafanya watu wengi waone kwamba bado hawapo tayari kukamatia nafasi kubwa za uongozi, na ndio maana unakuta wanakuwa wanakatwa kwenye nafasi. Yes. Au vile baada ya kuwaamini matokeo ambayo wanatupa, baadhi yao, sio wote, baadhi yao. Kwa maana unaweka mfano kwa wale ambao wako bungeni, au unamaanisha nini? Kote. So performance si ndo ushaanza kuwajibika. Yes, kwenye nafasi za uongozi, kwenye nafasi za uongozi. Kama ndo anaonyesha kwamba bado. Yani kwa upande wa vijana, ndio maana nimesema hivi, baadhi yao Tanzania leo, baadhi yao kwa mfano mawaziri wanaomsaidia rais, asilimia kubwa ni vijana. Na rais anasifika kwa kufanya vizuri. Kwa hiyo performance ya vijana iko vizuri. Nimekwambia hivi, unisikilize. Baadhi ambao wamekuwa wakipewa nafasi ni ngumu kuzifanyia kazi, na ndio maana mpaka leo hii tunakuwa tunai kwamba watu fulani ndio ambao wanaweza kufanyaje, wanaweza kuongoza. Baadhi yao wanafanya vizuri. Tumekuwa kwa mfano kuna siku mimi nilikuwa nakutolea mfano hapa kwa Bashungwa, si ndio? Tulikuwa tunamzungumzia hapa, nikamwambia natembelea page zake, naona wananchi wa kijijini kwake namna ambavyo wanazungumza. Au mfano mzuri tumzungumzie Biteko, tumeona kazi ambayo anakuwa anaifanya. Lakini kwa wengine kazi ambayo anaifanya imekuwa ni changamoto kwa wengine. Ndio maana nikasema baadhi ya vijana, sio wote. Mimi kwa hatua tulionayo sitaki kukuambia nani amefanya vizuri zaidi, nani hajafanya vizuri zaidi. Lakini iko fursa kwa ulimwengu maeneo yote kutoa nafasi kwa vijana kupiga hatua. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.